Kaza ndio. Bwana, umekucha ndugu yangu. Tuko hapa kunafanya baadhi ya vitu hapa katika simu ili siku iende vizuri. Sawa. Sasa bwana kaka, ndio. Mimi nimekuja bwana. Sawa bwana, ndio maana nilipokuona hapa, nishukuru sana. Sasa maana mambo mengine watu tunaongea kiume tunamalizana kiume. Ndio kabisa. Sasa kaka, mimi nimekwama. Nimekwama kulikia na mzima. Hapa mimi nataka nianze kiume. Kesho jioni au kesho kutwa asubuhi, mzigo wako unakuwa umekamilika kaka. Sadara, mimi nawe tunaishi pamoja. Mimi na wewe ni ndugu. Wewe ni ndugu yangu, wewe ni ndugu yangu. Hivi matatizo yako si nimetia mimi nitampelekea nani? Kifupi ni hivi. Sana tatizo lako limekwisha. Mimi nitakapotoka hapa nikienda kwa shughuli zangu huko nitakutumia hiyo pesa katika simu. Na mimi kaka nikuahidi. Nikuahidi. Msimu unakuwa mchana. Na Juma, yani kesho nasisitiza au kesho kutwa asubuhi mzigo wako unakamilika kaka. Au sio? Mimi na uhakika kaka. Huu ndio ndugu yangu. Kuishi nyumba moja ni ndugu. Ndugu sio mpaka lazima mzaliwe baba moja mama moja. Mimi naamini kabisa nimepata mdogo. Na si mwingine ni wewe bwana. Hivyo kuhusiana na tatizo lako la pesa, ndio asha. Na mimi nikuahidi tutaendelea kushirikiana. Ni kweli kabisa. Tutaendelea kushirikiana ndugu yangu. Ngoja nikuache mimi niondoke. Basi nimeisha hiyo. Basi haina shida kaka. Haya. Mchongo umekaa kama ulivyopangwa. Sawa? Nitoka pale nyumbani kwangu, kutoka hivi nje na muangalia na muona kaka akatulia. Kasema yule mwingiaje yule? Kaona boss sikiliza. Mimi nina shida yangu najua, mimi najua lakini nakuhakikishia wewe ndo mdogo wangu amelewa milele. Nikamtazama kimoyomoyo, nikamwambia huyu ana matatizo gani huyu? Laki. Ameniambia atanitumia kwenye simu. Kama sio leo, sasa hivi au jioni. Na alivyokuwa mjinga anavyomjua. Anaituma. Yaani alichokuahidi mimi kinatimia. Kaingia kwenye 18 kwenye mfumo kaingia, na mimi nikuahidi mke wangu nitaenda kukupenda daima. Nitaenda kukupenda daima. Ikiingia tule mzigo. Tunaenjoy, tunafurahia mapenzi yetu. Nilivyokuwa na ugwado, maana yake unajua yule mzee. Siwezi hata kukuhadisia kwa sasa hivi. Kwanza hajiwezi kitu cha kwanza. Yaani yupo kama unavyomuona, alivyoishiwa zile nywele nyeupe kama kaize kabati, yaani ndio hivyo kila kitu. Yaani huo muda huo na usubiri kwa hamu. Yaani jinsi yana hapa na kamera. Sikiliza basi bwana. Sikiliza hapa barabarani. Sawa bwana, asiwa anakuja nyuma kinyamsisi kama balaa. Wewe mwai. Umeelewa? Wewe mwai, mimi baadaye nakucheki. Acha mambo yako. Sawa, hebu nenda basi pita kwenye mwai kaka pale nje. Mwai basi wewe nenda. Usichelewe. Mimi sichelewi, wewe nenda. Tunafuatana nini sasa? Tunafuatana nini? Mume wangu. Hebu nisikilize baba. Wewe. Na ndio maana nikakwambia nisubiri ndani narudi. Kwani mimi sirudi? Sijamaanisha hivyo mume wangu. Jana umerudi. Umeelewa? Umerudi muda umeenda. Nikajua asubuhi tutazungumza. Lakini sasa mama unaondoka mume wangu. Wewe mwanamke una taabu sana. Laiti kama ningekuwa najua kabisa kwamba utakuwa na mdomo kama huo, mimi nisingekuoa wewe. Nisikize kwambia kitu kimoja. Kwani mimi nimekwambia sirudi jamani? Sawa mume wangu narudi. Sasa hivi umebadilika. Sio mume wangu wewe naye kujua. Bwana, nisikize kwambia kitu kimoja. Nimekwambia nakwenda narudi. Sasa ukiona mimi si nachelewa, wewe kula uli. Umvai. Ulali. Hela sikupi. Sasa kitu kilichonileta. Sasa unalia unanitia nuksi, ndio? Unalia ili umtie nuksi, unizailisha, ndio? Sasa nakwambiaje? Nakwenda ili tutaongea.
mume wangu, naomba nisamehe kama mimi nakukosa, naomba nisamehe. Nimekwambia narudi, tutaongea. Nakuomba mume wangu. Wewe nitakupachua. Mume wangu. Nakwambia nitakupiga. Nakuomba mume wangu. Please, kama mimi nimekukosa, naomba nisamehe mume wangu. Nitakupiga. Aingia ndani kule. Mtu anaambiwa anakwenda narudi. Shida iko wapi? Mume wangu. Wewe. Yaani kuoa ishakuwa tabu jamani, kuoa. Mbavu kabisa wewe. Unaambiwa nakuja. Keleza nini sasa? Naomba nilipokosea mimi. Kipi mimi nimekosea mume wangu? Wewe wanifanyia hivyo. Niva. Nakusikia we mzee. Nini lakini saa hizi saa ngapi jamani? Hivi unajua kulala ni starehe? Nahitaji maji ya kuoga, pia nahitaji chakula. Alafu wewe ni mwanamke wa design gani? Yaani mimi mumeo nimetoka asubuhi kwenda kutafuta riziki na bado narudi saa hizi unaanza na vibwato. Yaani huna hata amna mimi. Umepotelea wapi wewe Niva? Hivyo mzee, hapa si nyumbani kwako. Nini unataka sasa? Hivi unajua kulala ni starehe, sipendi mimi tabia za kunikera. Sitaki kabisa. Nini unakitaka? Nahitaji maji ya kuoga na nahitaji chakula. Maji yale pale na chakula kile na yale. Kwenda kuoga ama kula au kulala na njaa. Isikwambia nitawahi kurudi. Nimerudi sasa, niambie. Lakini mume wangu mimi sijapenda. Asubuhi ulivyoondoka vile nikolomea mbele za watu kule nje, mimi sijapenda. Afu kutaka hata kunisikiliza, nataka kukuambia nini? Mama, nikakwambiaje? Wangu mimi nitawahi kurudi. Sasa wewe nimerudi mapema kwa ajili yako leo. Kitu ambacho mume wangu nitaka kukuambia kashindwa kunisikiliza ni kuhusu kodi ya mwenye nyumba. Ananisumbua sana. Ni kila siku ananiulizia. Anadai kwa mkataba wetu umeisha. Anataka hela yake. Mimi nikashindwa cha kumjibu. Naomba kusubiria mume wangu uje nikwambie, kwa kamjibu mwenyewe. Wewe ndio umepanga huko ndani. Sasa vile ndio hilo tu nakuchanganya vitu. Afu achana na hilo mama, maneno mengi. Mashavu tu yamejaa na mbaya. Sasa leo nimekuja, nimerudi, niko full. Tunachukua hela yake, tunampa na mwambie kabisa asitusumbue. Atuache na mahaba yetu. Mimi nijiandalie mwenye chakula. Sasa itakuwa ndoa, itakuwa ni vituko mke wangu. Niva, una shida gani? Hivi kama mzee ananitafuta kitu gani eh? Yaani hivyo unavyoendelea nitakumaliza wewe mzee wewe. Yaani naomba toa miguu. Toa miguu yako michafu hiyo. Toa miguu. Wewe vipi babu? Unatoka kwa mvumbi vyako unakuja tu unapanda ndani na vumbi, miguu michafu na mitope. Hivi unajua napata kazi gani kufua mimi? Afu unazidi kunikera. Na leo sitaji wale hapo. Naomba baki hapo hapo. Usinisogelee kabisa, ndio nilivyosema. Toka na mikelele yako. Kitu gani? Ndio tabia kuolewa na wazee ni leo maliza umri. Nasubiri kujifia tu basi, mna shida kama nini? Kweli mume wangu.
Ndio maana niko busy natafuta hela kwa ajili ya vitu kama hivi. Tumenyanyasika. Alafu mume wangu, samahani lakini kama nitakuwa nakukosea, mume wangu, sasa hivi umebadilika sana. Yaani uko sio mume wangu yule anayekufahamu. Unachelewa kurudi nyumbani. Kurudi mkali. Hutaki kunisikiliza mkeo. Au umenichoka? Unajua mke wangu wewe unashindwa kujua kitu kimoja. Sisi wanaume vichwa vyetu vinapamba moto muda wote kwa ajili ya kutafuta pesa. Kwa kichwa kikuwa kimepamba moto kwa ajili ya kutafuta hela, alafu wewe kaingiza vitu vingine ukakunifikiria mimi vibaya kama nda wanawake huko maskini ya Mungu. Kumbe maskini ya Mungu mimi sina wanawake na sijawahi kuwa na mwanamke zaidi yako wewe mke wangu. Changanya maneno yako. Nakupenda mume wangu. Nakupenda pia. Nakupenda pia mke wangu. Unanifanya nivurugwe. Koko nakupa saruti maana si haba. Kitandani romantic. Kila hengo naijua. Maona kwa bedi. Yote na kumwagia. Utamu wa pipi unayonipa ni asali. Tukae kwa kiti hata kwa mkeka si hatujali. Nitakuwa nawe baby forever. Milele wote baby forever. Si unajua me and you forever. Till the ever end forever. Forevermore. Dada, mimi kuna kitu hapa nataka nifanye. Simu yako kwanza na bando. Uliniwekea? Nimeweka bando jana tu, leo bando hakuna. Wewe kukicha tu na simu yangu. Kuweka bando Wewe simu zako za masimu yangu nitanua yangu. ndio pa kununua hapo sasa. Kwanza subiri. Mimi tunaambiwa mimi nifika hapa. Kwanza mpangaji wetu yupo. Sisi nasema mlango umefungwa huko. Hapo tu. Wewe unasikia anatembea na mimi. Shwe koma wewe. Unatoka kama wako ndani humo. Mbona kwa mbea sana wewe? Yaani kweli dunia imeishi. Yaani mpaka ndani kwa ndani watu mnatembea? Ni kweli. Huyu Sadala huyu anachofanya sio vizuri. Uko nje kote kamaliza kuja kutembea na mtu wa mzee Lukoa kweli. Sema kweli mzee naye kazidi Sadala anakosea. Lakini na nyinyi sio ndio wanapania sababu kwa kutwa nzima. Mnashikilia kama bendera la taifa. Wanawahusu. Maana sio kwa jinsi mnavyomtetea. Sawa, sijakataa, ni kweli najulikana yanawahusu kiasi hicho. Au nyewe viunganishi. Ni kweli hatari. Sasa wewe unashangaa nini? Mtu anatembea na mtoto wake sio salama, sio na jirani. Tunashukulia sana. Ni baba wa ovyo. Wa ovyo hatari. Hata haya haoni. Sasa kuna raha gani kutembea na nani na mwanamke mwenzio mumu ndani? Ila nani anaweza Sadala? Ya kumchukua mtu wa mzee Lukoa. Sio kidogo. Mshinga mama. Ila mama leo amoto jamani. Ila huyu mama huyu atakuja kumshinda huyu bibi huyu. Hizo chips anazopewa kila siku na vitako vya kuku. Ndio kumtokea puani huyu. Na sasa nakula na huyu. Wewe unatoa nini macho? Ujui? Sasa ni Mungu kama analeta nisile. Ukijua kula vya ufisadi vya kuvitaliwa vya ufisadi. Na ndio maana bwanako mpaka leo haji kuleta barua hapa ndani. Dada, heshimiani. Kwanza shika simu yako show mtibua sasa. Uongo mwaka wangapi huu? Endaga bwana wewe. Wewe unajua kuyazagaza ya wenzio. Kuto umeakalia. Sema na hilo. Weka hapa katuchambue.
Pole shoga yangu.